nataka nikwambie ujumbe unaosema Mungu hawapiganii wavivu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuzungumza nawe juu ya message. Kama unaandika, uandike Mungu hawapiganii wavivu. Kwa hiyo inawezekana wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaupenda wimbo huu wa mtumishi wa Mungu Martha Mwaipaja, na umekuwa ukiimba mwenzako sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Lakini ninayo habari njema ya kukukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba Mungu hawapiganii wavivu. Kitabu ni kile cha Isaya, sura ni ile ya 43. Nataka kusoma mstari mmoja tu, ule mstari wa pili. Kitabu ni kile cha Isaya sura ya 43. Nataka kusoma ule mstari mmoja tu wa pili. Maandiko yanasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Bwana Yesu libariki neno hili. Kupitia neno hili bariki watoto wako, ni katika jina la Yesu nimeomba, amen. Rafiki zangu wazuri, inawezekana wewe ni mmoja wa watu ambao wanataraji Mungu awafanyie mambo makubwa kwenye maisha yao, na inawezekana wewe ni mmoja kati ya timu ya wana maombi kanisani, na mtarajia Mungu kufanya mambo makubwa. Unayo prayer point ya kutosha ya kumwambia Mungu kwa yale ambayo unatamani kufanya. Lakini nataka nikuonyeshe hii kanuni ambayo Mungu amekuwa akiitumia kwa watoto wake. Ukielewa kanuni hii vile inafanya kazi, utakuwa salama. Anasema kwenye Isaya 43 mstari wa pili, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Lakini anaongeza, anasema na katika mito haitakugharikisha. Yani kwa lugha nyingine, upitapo pia katika mito, hiyo mito haitakugharikisha. Anasema uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Mungu anataka ujifunze nini kwenye neno hili? Haleluya. Mungu anataka ujifunze nini? Mungu anataka ujifunze ya kwamba ni lazima mwana wa Mungu utoke kwenye mfumo wa kumwamini Mungu katika maombi peke yake, na uingie kwenye utekelezaji wa yale unayotaka yatokee kwenye maisha yako. Nimekutana na watu wengi wakiniambia, Pastor Masanja, ninapita kwenye wakati mgumu. Maisha yangu yamekuwa ya shida, vitu havitokei. Nimemuomba Mungu, hakuna kinachotokea kwenye maisha yangu. Then nawauliza wale watu, unafanya nini kwenye maisha yako? Anasema, mtumishi wa Mungu, nipo Bwana, naendelea kumlilia Bwana, namng'ang'ana Bwana. Kuna kauli hivi za kipendo nasikia, niko Bwana namlingana Bwana, namlingana Bwana. Unamlingana Bwana kwenye nini? Unajishughulisha na nini, mwana wa Mungu? Natamani wewe unayenisikiliza asubuhi ya leo uelewe ya kwamba chochote unachotaka kitokee kwenye maisha yako, ni lazima wewe uwe wa kwanza kuinuka kwenda kwenye hilo jambo, even if unamwomba Mungu juu ya hilo jambo. Ndiyo sababu anasema upitapo katika maji mengi. Watu wengi hawataki hizi issues za upite kwenye maji mengi. Hautaki kwenda kupambana, unataka Mungu afanye. Mungu hana kawaida ya kumfanyia mtu aliyelala. Haleluya. Mungu hata inuka kwenda kukufanyia kitu wakati wewe umelala. Ngoja nikuonyeshe hapa kwenye kitabu cha Mithali 28 ule mstari wa kwanza. Anasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Mungu anakutaka mwana wa Mungu unayenisikiliza asubuhi ya leo uwe jasiri, ili baadhi ya vitu vitokee kwenye maisha yako. Unataka maendeleo, ni lazima uinuke ukafanye kazi, vitu vitokee. Nakwambia Mungu hawapiganii watu wavivu. Nikakupa mfano wangu mimi kama mchungaji, regardless unaelewa au uelewe, unaamini au uamini. Lakini ratiba yangu ya leo nina ibada. Nikimaliza ibada leo, kesho saa 12 za asubuhi niko hapa EFM nasoma magazeti. Kuna watu wanasema hatujazoea kuona mchungaji anasoma magazeti. Mchungaji gani anasoma magazeti? Hawajawahi kuona. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wengi wamezoea au wanatamani kuendelea kuona vitu wanavyovijua wao. Mungu akikupa revelation mpya wewe hawajawahi kuona, wananyosha kidole. Bwana Yesu apewe sifa.
hatujawahi kuona. Kama hujawahi kuona, mimi niko hapa ndio wa kwanza. Kuna ubaya gani kuendelea kuona? Kuna ubaya gani kuendelea kujifunza? So saa 12 niko hapa nasoma magazeti, namaliza saa 3. Nikitoka saa 3 hapa nainua mguu naenda ofisini. Naenda kuchakalika, naenda kukimbizana. Nikitoka hapa nimeenda shambani, naenda kupambana. Kwa nini? Kwa sababu ninajua baraka yoyote ninayotamani Mungu aifanye kwenye maisha yangu itatokea pale ninapoinua hatua kwenda kufanya jambo. Ndio sikia Mungu anasema nitabariki kazi za mikono yako. Unafanya nini rafiki yangu ili Mungu akubariki? Mungu hadili na watu wavivu. Kwanza Mungu anakerwa sana na mtu mvivu. Angalia, let me show you. Kitabu cha Kumbukumbu 20 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa kwanza. Anasema utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, anasema usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Kumbe hata kama unaenda kwenye hayo mapambano, nenda. Kile Mungu anafanya, anaenda na wewe kwenye mapambano hayo unaenda kupambana. Kwenye hiyo kazi unaenda kufanya, Mungu haendi kukufanyia wewe kazi. Haleluya. Umelala nyumbani, imagine hivi tunavyozungumza sasa hivi ni saa 2 na dakika 5 na dakika 4. Uko nyumbani umelala. Unanena kwa lugha, mwana wa Mungu. Kesho saa 3 asubuhi, mwana wa Mungu uliyookoka, 3 asubuhi unashandaliza raka rikori ya masa reposhata saa 3 asubuhi. Well, tunasema inawezekana anaingiaga kazini saa 4, saa 5. Mpendwa katika Bwana, uko magotini unamlilia Mungu. Jumatatu same thing. Jumanne ukiulizwa unasema baba bado hajajibu maombi yako, na unautarajia ukuu. Unasema kesho yangu ni kesho njema. Kesho njema inatengenezwa na leo. Mungu hawezi kufanya muujiza kwa mtu mvivu, hata fanya hiyo biashara. Kwanza mtu mvivu akibarikiwa, hiyo baraka itapotea. Nimewaona wapendwa ambao walikuwa kwenye kazi wakafukuzwa na wameokoka. Yesu ni Bwana. Kwa sababu kazini sisi hatukuajiri kwa sababu unajua kuomba. Tunakuajiri kwa sababu unajua kufanya kazi. Ukiajiliwa wewe uliyeokoka, nenda ukapige kazi kama mtu ambaye hajaokoka. Ndio sababu utaona aliyeokoka hapati promotion kazini, ambaye hajaokoka anapata promotion. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliyeokoka unaamini kwenye maombi tu na hutaki kujituma. Hautaki kuwa mbunifu kwenye kazi unayofanya. Unasema hii hapana, hii wakiniona mpendwa, hapana wakiniona nafanya. Yaani mimi imagine hapa nimeajiriwa nje kusoma magazeti. Nishike tu gazeti niseme nafungua gazeti la Mwananchi. Mwananchi ukurasa wa 2 unasema Rais Samia atoa bilioni 6 kujenga barabara. Naenda ukurasa wa 3. Na wakati mwingine hadi unachapia kabisa. Mwananchi sura ya 3 inasema yani Biblia imekukaa kichwani mpaka kwenye vitu ambavyo sio vya Biblia unaweka vitu vya kibiblia. Unataka kuwaaminisha watu uko rohoni, na ukitarajia kwa kufanya hivyo utainuliwa. Haleluya. Mwana wa Mungu, Mungu adili na watu wavivu. Amua leo kubadilisha lifestyle, uone kile kinachotokea kwenye maisha yako. Unazo baraka Mungu ameziahidi kwenye mikono yako. Anasema nitabariki kazi za mikono yako.